na mara nyingi katika timu ama katika mechi za namna hii ambazo zinakuwa na kwa maana bonus ambazo zinawekwa na zinatangazwa, timu ambayo inaahidiwa mara nyingi sana huwa zinashindwa huo mchezo. Yani kushinda inakuwa ni asilimia chache katika asilimia 90, hasa kwenye ligi ya Tanzania. Katika asilimia 90, kwenye zile asilimia 100, basi timu ambayo inaahidiwa bonus inakuwa na asilimia 10 ama 5 ya ushindi. Rejea katika mechi zote, hata msimu huu tu Simba dhidi ya Mashujaa pale Lake Tanganyika, Mashujaa mpaka dakika 90 walikuwa wanamuhimiza mwamuzi maliza mchezo, wakasahau kuconcentrate katika zile dakika za mwishoni na kuendelea kuzuia kutokana na sare ambayo walikuwa wanategemea kwenda kuipata. Lakini Mukwala anaweka chuma. Tazama mechi ambayo walicheza Tanzania Prisons na Mungo hii ya juzi, mzunguko wa kwanza ule Tanzania Prisons kule anacheza dhidi ya Simba. Na Mungu wenyewe mwazungumzo wanacheza dhidi ya Simba. Hapa katika uwanja wa KMC Complex, Mashujaa wanacheza mzunguko wa kwanza dhidi ya Yanga, mabao 3-2. Walifanya comeback, lakini mwisho wa siku wakashindwa kumaliza kile ambacho walikuwa wamekianzisha. Mechi nyingi sana ambazo zinakuwa na bonus ambazo zinawekwa, kulikuwa kuna sauti moja ilikuwa na trend sana kipindi Maxime yuko katika kikosi cha Kagera Sugar. Anuali hutaki hela. Ni zile bonus ambazo unataka pesa utaki pesa. Ilikuwa mechi na Azam kama sijakosea. Kwa hiyo kuna namna wanatakiwa kuziweka hizi bonus. Wanatakiwa kuwapatia wachezaji wao zawadi kwa matokeo ambayo wanayapata. Lakini kuitangaza, wao wanataka mileage kwa kile wanachokitangaza, lakini wachezaji wanatwika mzigo mkubwa. Na amezungumza hapa Wakanda namna ambavyo strikers wanakwenda kushambulia na namna ambavyo wanashindwa kuhandle pressure. Ile pressure ya mastriker huwa ipo, yani automatically ipo, namna ambavyo anakwenda kushambulia. Kwa namna anavyolikaribia lango la mpinzani, ndipo ambapo pressure inapanda zaidi kuliko anapokuwa katika eneo lake la kuzuia. Kwa hiyo ili mshambuliaji awe mshambuliaji bora na au mchezaji afanye vizuri zaidi, anatakiwa kuihandle ile pressure. Yani kuna wakati watawe mwenyewe kuna kitu kinaweza kukupata, unajiambia, yani unatamani ku cool down vile. Ukiweza vile kuhandle, unakuwa unafanya kitu kwa ufasaha. Ukishindwa ndio watu wanaona kabisa yule alikuwa kanini kabisa, alikuwa naoni kwamba hela haizoeleki. Pesa of course, by the way, pesa haizoeleki. Kama amesema Wakanda hapa, ukigawanya milioni 60 kwa wachezaji, benchi la ufundi na viongozi, yani mchezaji amna hawezi akaondoka hiyo siku bila milioni 1 katika hizo milioni 60, yani milioni 1 na kuendelea. Sasa kwenye hiyo milioni 1 na kuendelea, kwenye system za kawaida kuna wachezaji wanalipwa mshahara huo milioni 1, wengine ndio wanalipwa milioni 2, milioni 3, mtu akizidi sana milioni 5. Yani ni ngumu kuona timu, acha Simba, Yanga na Azam, Singida, kuona timu hizi nyingine mchezaji analipwa milioni 10 mshahara. Kwa hiyo ni kwenye milioni 1 hapa kuja kwa milioni 5, milioni 7 sana wao wa kimataifa ambao ni wazuri. Sasa dakika 90. Alafu mtu mshahara wa milioni 1 anaupata mwezi mzima, alafu siku hiyo ndio kumwambia anaupata ndani ya dakika 90. Au mwingine anatoka benchi tu dakika 70. Simba na Yanga mechi zao, Zakaria Kodabi, Mzizima Dabi, Dabi, huko kuna bonus hivi. Lakini sijaiona matukio kama haya, yani unakuta mtu ameshindwa concentrate kwenye game. Wao zoea, wao bonus ni parts ya mikataba yao. Wao ni kwa sababu hata mimi na uhakika sasa hivi Simba, Yanga, Azam wakishinda hata game ya kawaida wanacheza na Mashujaa nani, kuna bonus. Ni moja kati ya makubaliano yao kama klabu na wachezaji. Inawezekana labda huku ina advance zaidi. Tabora angekuwa anacheza labda na Mashujaa, ungesikia bwana tunatoa bonus labda laki kila mchezaji. Kawaida inaweza kapita. Lakini kija Simba na Yanga hizi kishataja tu milioni 60, unaona kumbe tuna advance kutoka kwenye laki kila mtu anaweza likafika hata laki 5. Si ndio hivyo? Yeah. Okay, lakini kuna engo moja imetajwa pale. Najua kuna message zile mnatumiwa pesa sijui nini. Hizo wewe chukua kula, lakini kafanye kazi uwanjani. Alikuwa na maana gani? Au mimi sijamuelewa. Eti Wakanda. Najua Wakanda kuna message unazipata. Maana kuna sehemu nyingine tunafahamiana. Lakini kwa hiyo najua tu kuna message watu hapa mmetumiwa nini na nini, lakini wewe chukua huo mzigo ila kafanye kazi uwanjani. Na kabla Wakanda hajaenda kujibu, alichokizungumza mkuu wa mkoa kwenye hizo message ambazo wanasema wachezaji wanazipata, alafu wachukue hizo hela wale na waendelee na maisha. Katika ile issue ya match fixing, inaweza ikawa ni starting point ya kwanza.
course, kwa sababu kama wewe mlezi wa timu umekubali kabisa na kuprove kwa maana message wamezipata zimetoka wapi, nani anatuma hizo message na kwa malengo gani? Kumbuka upangaji wa matokeo katika ligi ni kosa kubwa zaidi. Walishushwa daraja Juventus kwa sababu ya upangaji wa matokeo. Mlinda mlango wa Harambee Stars kule yuko bench hivi sasa kutokana na issue za upangaji wa matokeo. Yusuf Kitumbo wa Tabora United alifungiwa kujihusisha na soka kutokana na kitendo cha upangaji wa matokeo. Juzi hapa ndio ikaonekana amesemewa baada miaka miwili sasa kupita kutokana na kile kitu ambacho kina nini. Sasa kama nyinyi mna proof kabisa kwa maana kuna message imezipokea, zinatoka wapi na nani anashinikiza huu upangaji wa matokeo? Hiyo ni starting point ya kuanzia kwa kama watu wanahitaji maslahi mapana ya soka la Tanzania. Inawezekana timing na kwenye kuzungumza na vyombo vya habari pia alikuwa sahihi. Tuanze na la kwanza, tutarudi hili. Maybe hakujua miiko na hiki anachozungumza kinaweza kia kina athari kiasi gani. Turudi hapa. Message najua mmezipata, lakini wewe kama umepokea ila nenda kakiwashe uwanjani. Najua kuna kitu nimejifunza kuhusiana na mpira wa Tanzania. Kuna inavyotakiwa kuwa na uhalisia. Kwa hiyo uhalisia ni upi na inavyotakiwa kuwa ni upi? Inavyotakiwa kuwa ni kwamba hakutakiwi kuwa na match fixing kwenye mpira wa miguu. Ni kosa hiyo kikanuni na kisheria ipo kisheria na imetoka kwenye chain kuanzia FIFA. Lakini tukija kwenye uhalisia wa maisha ya mpira wa Tanzania, match fixing ipo. Na ndio maana kuna viongozi wamefungiwa kwa match fixing. Wastara amemtaja Kitumbo. Kitumbo good enough ndio mfano mzuri zaidi kwenye hichi tunachokizungumza hivi sasa. Kitumbo anatoka Tengani, Tabora. Tabora United, sivyo? Aliyetoa hii kauli ni mkuu wa mkoa wa Tabora akizungumza na wachezaji wa Tabora United. Mwenyekiti wa usalama mkoa wa Tabora. Meaning pioneer wa Tabora United, executive wa Tabora United, taswira ya Tabora United, kiongozi namba 1 wa Tabora United, ana kesi ya match fixing. Meaning Tabora wanajua kwamba kwenye mpira kuna match fixing kwa sababu kiongozi wao namba 1 alishawahi kukutwa na hatia ya match fixing. Kwa hiyo Tabora wao wanaujua uhalisia. Wanajua kwamba kwenye mpira wa miguu Tanzania bara match fixing ipo. Sasa kinachotokea ni nini? Mkuu wa mkoa atakuwa labda either ameona ama nikisema labda naweza nikampaka mafuta kidogo nikasema labda ametumia hisia kwamba labda wachezaji watakuwa wamepokea message kwa sababu labda wako accustomed na huu utaratibu ama haya maisha ya mpira wetu wa hizi match fixing. Kwa hiyo tuchukue engo hii labda ametumia hiyo hisia kwamba watakuwa wamewapa hizo pesa ili muachie mechi then mwisho wa siku Tabora United ifungwe. Alichokizungumza kwa upande wake kama ni sahihi, it means kwenye mpira wetu ile fairness imetoka. Sasa hii fairness kwa kutoka, it means tunatafuta sasa watu ambao wanatakiwa kuwa accountable, watu ambao wanatakiwa kuwajibishwa. Sasa bad enough ni kwamba wastani wanasema yanatakiwa ndio iwe starting point. Na uhakika sasa hivi ukimfuata mheshimiwa ukamweka hapa na kamati, ukamweka hapa na TAKUKURU, hawezi kutoa ushirikiano kabisa. Yaani hawezi kuongea chochote kile kwa sababu anao wa accuse kwenye hiyo kitu ni Young Africans. Anao wahisi kwamba inawezekana wanatuma hizo message ni Young Africans, timu ambayo tunazijua hapa kwenye taifa letu. Alishaika Ramadhan Kabwili kwenye kiti alichokawa Stara akasema kwamba alishaika kwenye dabi aliahidiwa IST. Ramadhan alikuwa very sure sababu alizungumza kwenye media. This is a mainstream media. Alizungumza akiwa na confidence, alizungumza akiwa timamu, alizungumza akiwa na energy ya kutosha bila shinikizo la mtu yote. Ile ilikuwa inatosha kwamba tuanzie pale. Mwisho wa siku Ramadhan kaitwa kwenye kamati, hakijawahi kusikika